Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news. Fabidigo TV. Subscribe, like, share, comment, Fabidigo TV. Napenda kushukuru Mungu kwa sababu vijana wameweza kusafiri vizuri na kufika hapa salama. Sisi tumefurahi sana kupokea Simba kwa sababu Simba ni timu kubwa sana hapa kwenye ukanda wa East Africa. So ni timu ambayo ni muda mrefu sijaangalia ikicheza hivi live na I'm looking so forward kuangalia. Ni vitu vijana, kuna wachezaji wazuri wengi sana na ni watu wengi ambao nimekuja kuangalia na natamani na nitapata nafasi kuangalia kwenye mechi. Na nimefurahi sana kwa ujio wa Simba hapa Kigali. Natamani nirudi uwanjani. Nilipoona hivi timu imevaa, kwanza nimehisi kwamba mwenyewe bado nimevaa jezi nyekundu, lakini ndio hivyo. Nimefurahi sana. Kumbukumbu nyingi of course zipo kwa sababu na mimi kuna kipindi nilikuwa kwenye umri kama huo na nikaweza kucheza kufanikiwa sana kwenye timu ya Simba. So ni vitu vingi sana na ni vitu ambavyo natamani sana tena kuviona kutoka kwa vijana, na nahisi watavifanya na kuhakikisha timu inarudi pale pale juu inavyotakiwa kuwa. Tournament muda mwingi ni tofauti na ligi. Wakiwa kwenye group stages wanaweza wakacheza kama ligi, lakini ikitoka hapo ikaenda sehemu nyingine na attitude na character lazima vibadilike. So mimi na uhakika kwamba hawa vijana wapo tayari. Sisi hatujafanikiwa wakati tupo Simba kuchukua ubingwa wa Sekafa, lakini nadhani hao wana uwezo na wapo tayari kuipambania timu. Napenda kushukuru Mungu kwa sababu vijana wameweza kusafiri. Kama mlivyosikia hapo ni maneno ya Emmanuel Okwi, mchezaji wa zamani wa Simba Football Club. Ni kwamba maneno yaliyoandikwa hapa, jinsi tulivyopata hii habari kwenye chanzo cha habari yetu, ni kwamba Emmanuel Okwi natamani nirudi uwanjani, lakini anasema nyota wa zamani wa Simba Emmanuel Okwi aibuka kwenye tizi la timu hiyo inayojiandaa na Sekafa Kagame Cup nchini Rwanda. Aeleza jinsi anavyoipenda timu hiyo, asema wachezaji waliopo sasa wanatamanisha kuvaa tena jezi hiyo, au sio? Hayo ni maneno ya Emmanuel Okwi. Hapa nasoma ili niwape habari kama hivyo. Anasema, wana Simba mnasemaje ili Emmanuel Okwi kurudi katika uwanja au katika timu yenu ya Simba Football Club? Yes. Kama mlivyosikia habari hii niliyoileta kwa muda huu ni maneno ya Emmanuel Okwi. Alikuwa anapita kwenye screen yako, au ulikuwa unasikiliza kupitia radio yako au simu yako au laptop yako kupitia habari hii tuliyoileta kwa muda huu. Ni siku nyingine tena ambapo Fabidigo nimeleta kuchambua uchambuzi wa maneno haya. Yalikuwa yametokea lini? Yametokea usiku wa jana pale Azam TV wakiwa na mmoja Emmanuel Okwi huko Kigali. Emmanuel Okwi amejitokeza kwenye mazoezi ya Simba Football Club akivaa uzi wa Simba Football Club wa blue, ambao amejionyesha jinsi gani anavyoikumbuka Simba na mafanikio yake. Amesema yametokea Simba Football Club. Yeye ameamini ya kwamba Simba Football Club ni timu kubwa hapa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, kwamba ni timu kubwa, lazima ujue jinsi gani ya kwenda kuitazama, maana ndio timu yenye mvuto zaidi katika timu zote za East Africa and Central Africa. Habari hii imekuwaje? Habari hii imekuwa hivi. Mimi baada ya kupita kwangu kwenye vyanzo vyangu vya habari nikakutana na hii habari, nikasema sio mbaya, lazima niichambue kuwaletea nyie ambao mnasikiliza mawazo yetu au habari zetu ambazo zitakuleta kwenye ukweli, kwamba sisi tumekuwa breaking news muda wote, na wewe utatufurahia sisi pale ambapo tunafanya habari za kukufanyia mambo kama haya. Ni habari ambayo inaeleza jinsi gani legend au mchezaji bora wa Simba huyu ambaye alikuwa ni kipenzi cha wana Simba kipindi hicho ambacho Emmanuel Okwi alikuwepo katika magoli yale matano ya 2012 ambapo walimpiga mtani wao Yanga Football Club kwa kumpiga magoli matano kwa bila. Yani Amsa alipigwa Yanga 2012. Hiyo ilikuwa ni Emmanuel Okwi na Mafisango na Waruna Moshi Boban walikuwepo pale, lakini pale ukianza kujua Emmanuel Okwi ndiye aliyesababisha mikuki na kufunga
kufunga goli na kusababisha penalti iliweza kufanya kwamba Yanga wakarudi na kupigwa magoli 5. Emmanuel Okwi amejitokeza hapa akijionyesha jinsi gani anavyoikubali timu ya Simba Football Club na kwamba yeye ndipo alipotokea maisha yake na alivyokuwa kijana kama hao aliweza kufanya makubwa na alifanya makubwa kwenye hiyo timu, ambapo kiongea jina ya Emmanuel Okwi unaiongelea Simba yenyewe, ambayo Simba hawawezi kumsahau Emmanuel Okwi zaidi ya kusema hata leo wanatamani awepo tu kama kiongozi pale kwenye timu ile ya Simba Football Club. Watu wengine wanauliza, je, labda Emmanuel Okwi atarudi vipi? Atarudi uwanjani au atarudi kuwa kamati ya ufundi, labda kuwa katika benchi la ufundi, labda anaweza kuwa ni mtu mmoja ambaye anaweza akawa anasimamia baadhi ya vitu fulani katika hiyo klabu ya Simba. Wengi wao wanaamini kwamba atarudi kuwa kama kiongozi wa benchi la ufundi, labda anaweza kuwa akapewa kipengele fulani cha kusimamia yeye kama mkongwe, kama vile walivyo kama vile wakina kama alivyo pale ambaye anaitwa Boko, John Rafael Boko na wachezaji wengine ambao ni wachezaji wengine kama vile wakina Matora, walikuwa ni wachezaji wa zamani wa Simba, kama vile Musa Hassan Mgosi alikuwa ni mchezaji wa Simba. Habari hii imekuja pale ambapo inaonekana vielezo vya Emmanuel Okwi yanaelezea kwamba ni jinsi gani yeye moyo wake unamsukuma kurudi Simba, yani kusukuma kurudi Simba kwa njia ya kuwa kiongozi au kuwa kusimamia kitu fulani. Unajua Simba ni klabu kubwa hapa Afrika Mashariki na Kati, kwa hiyo naye anatamani arudi kwenye hiyo timu ili jina lake liendelee kuzungumzwa au aendelee kukuza CV yake ya katika mpira wa miguu, yani kwamba akuze CV ili mpira wake uendelee kuwepo, maana ni kijana katika mpira, bado sio mzee, ni mzee kwenye mpira, kwamba umri wake kucheza mpira umri unamkataa, lakini kwamba kwenye uzee wa kufikia uzee wa kuitwa mzee kimaisha ya kawaida bado, maana huyu ni kijana bado, lakini kimpira wanamuita mzee. Kwa hiyo basi inawezekana akahamia kwenye ukocha, ambao ukocha yeye ataonekana kocha kijana kwa sababu bado akili yake ina function vizuri, ambapo sasa Emmanuel Okwi amejitokeza na watu wengi wakiwa wamefurahi jinsi ya kumsikiliza Emmanuel Okwi. Emmanuel Okwi amesikilizwa hapa na bado watu wanafurahi sana. Asante sana kama hivyo ulivyonisikiliza mimi, nami nakufurahisha kwa kusema asante sana. Endelea kusubscribe YouTube channel ya Fabidigo TV na zinginezo ili uweze kupata mambo haya ambayo umeyapata kwa muda huu. Sisi ndio Fabidigo. Good afternoon, Tanzania. You're watching Fabidigo TV Sports News, or your trusted source for accurate, balanced, and breaking news.